إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد معاشر المسلمين, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametukutanisha tena katika wiki hii tukiwa ndani ya siku ya Ijumaa, na kama ambavyo tulikuwa tumezungumza katika wiki iliyopita kwamba tulikuwa na mada ya silsila ambayo tulimeishi katika muda mrefu kufahamu katika mambo ya qaidia, mambo ya itikadi ya kuamini katika siku inaitwa siku ya kiyama au al-ba'th, lakini pia mambo ya itikadi ya kwa mengi. Sasa tukaona tuishia pale, ili leo pia tuanze katika mambo mengine ya itikadi ambayo muhimu wa Kiislamu pia kujua, kwa sababu haya ni moja katika mambo muhimu. Tukasema pia kwa leo mada ambayo itakayekuwepo ambayo zakati tukaishi katika mada hiyo pia al-Aqsa amul haikal. Kuna msikiti unaitwa al-Aqsa. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla. Sasa katika mambo ya itikadi, katika vitabu vya itikadi ukifunua utakuta kuna al-Isra wal Miraj. Moja katika mambo ya itikadi, Muislamu muumini lazima aamini kuna kitu kinaitwa Isra na kuna kitu cha itikadi pia kinaitwa Miraj. Kuna safari ya Mtume alayhi salatu wasalam, alisafiri safari ardhini ambayo inaitwa Isra, na safari ya Miraji mbinguni kupanda inaitwa Miraj. Kwa muumini Muislamu lazima aamini hivyo. Kinyume chake atakuwa ima akipinga katika safari anatoka katika Uislamu. Sasa huko Aqsa ni nini? Na kwa nini Mtume alayhi salatu wasalam kama Qur'ani inavyoeleza katika surati Isra, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa. Kwa hiyo kuna masjidil haram kutoka Maka ila al masjidil aqsa. Hapa katika marahil na masafa haya, sasa nani mwenye haki kuwa katika Masjid al-Aqsa? Nani mwenye haki ya Palestina? Nani mwenye haki ya ardhi ile? Ni Mayahudi au ni Waislamu au ni Manasara? Mwenye haki ni nani? Kila mmoja anadai ana haki katika sehemu hii. Sasa lakini kwamba al-Aqsa, je, ni Aqsa au al-Haikal? Katika anwani katika mada yetu hiyo. Kwa hiyo wamani alladhi sayabqa aqsa almuslimin am haikalul yahudi? Nipi ambaye itakayebaki? Nipi ambaye itakayesalia? Ni aqsa ya Waislamu au haikalul yahudi ndio itakayebaki katika anwani hii? Kwa hiyo hadithuna sayakunu biidhnillahi ta'ala, mazungumzo yetu yatakuwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hotuba yetu tahta anasirut tali, chini ya vitu vifuatavyo. Al-muqaddima. Wa madha tani al-Quds inda al-yahud? Tukisema al-Quds, Mayahudi wanakusudia nini? Quds kwao ni nini? Anwani ya kwanza. Pili, Isra'ul kubra au Israilul kubra. Israil kubwa ni ipi? Tatu, wal masjidul aqsa wazilzal ni ipi vile vile? Nne, khutuwatul Israil wa hukumatuhu lihadmi masjidil aqsa. Tano, al-yahud wal istidad li bina'il haykal al-yahud. Sita. Saba, hijaratul haykal al-yahud.
nani Shamaadani al-Yahud wa hima al-Maqdis. 9 at-Tabut al-Yahudi al-Muqaddas na 10 al-Baqaratu al-Yahud. Kwa hiyo tukizungumzia katika tutaenda na hatua hizi. ولكن كي ندرك إخواني في الله أبعاد خلفيات الكلام عن صراع القديم والحديث ili tuweze kufahamu kwa uzuri. Ni moja katika mambo ya itikadi kwetu kuamini kuna safari ya Isra, kuna safari ya Miraj. Safari ya ardhini mtume alipelekwa wapi? Kisha hata ya Miraj ilianzia wapi? Ni moja katika mambo ya itikadi Muislamu ayafahamu vizuri. Kwa hiyo ili tufahamu katika mambo haya katika maneno na mzozo ambao upo wa mwanzo na hivi sasa haula ardhi risala ambayo juu na pembezoni na kwa uzungumzia ardhi ambayo risala wa mahdi diyanat na ndio sehemu pia dini mbalimbali ambayo chimbuko lake ni hapo. La budda lana min istihdhar alhaqa'iq ad-diniyya, hakuna budi lazima sasa tuangalie kuhudhurisha hakika ya dini wa tarikhia na mambo ya tarehe an dhalika almawrutha almuqaddas, kutokana na hicho ambacho kilichorithiwa ambacho ni kitu kitukufu. Tufahamu dini inasemaje na historia inasemaje fi tilka albiqa au albuqa almuqaddas at-tahira, katika sehemu hii takatifu, sehemu takatifu ambayo iliyotoharika. Walidhalika lianna al-ardh al-wasi'a, aka ardhi pana kabisa allati yutliqu alayhi ahlul kitab, ambao kiachia na kuhitaji ahlul kitab ardhul maw'id, ni ardhi ambao wao wanasema ni ardhul maw'id, ardhi walioahidiwa. Ardhi hiyo maw'id wa hiya ardhu allati wa'ada Allahu as-salihin min dhurriyyati Ibrahim, ni ardhi ambayo Allah amewaahidi watu wema katika watoto wa Ibrahim alayhi salatu wasalam, kama fi qawlihi ta'ala wa ibtala Ibrahim rabbahu bikalimat fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahli adh-dhalimin. Katika aya hii kuna tafsiri nyingi, lakini sisi tutakuja katika mahali shahidi, vinginevyo tutashinda katika kuzungumzia katika wa idhibtala Ibrahima rabbahu. Ibtila ni nini? Lakini tuko katika hapa Allah anaposema qala inni ja'iluka lin-nasi imama, Allah anamwambia Ibrahim, mimi nataka nikujalie kwa watu kwa ni kiongozi. Ibrahim akasema wa min dhurriyyati, mimi pamoja na kizazi changu. Qala la yanalu ahadi adh-dhalimin, katika aya hii. Kwa hiyo mahali shahidi kwetu ni hapo. Kwa hiyo nani mwenye kustahili ardhi hii? Ni ya nani? Kila watu wanadai ni ya kwao. Waislamu, ahlul kitab, kila mmoja mwenye haki hasa ni nani? Wakana salihuna min dhurriyyati Ibrahim mumathilina fi abnai Yaqub, na walikuwa watu wema katika kizazi cha Ibrahim, walikuwa kitekeleza katika watoto wa Yaqub, wa hum banu Israil, na hao ndio wanaitwa wana wa Israil, watoto wa Yaqub. Wa abnau Ismail humul arab, na watoto wa Ismail nao ndio Waarabu. Kwa hiyo tunazo aina mbili. Watoto Ibrahim ana watoto 4, lakini tudili na hao watoto wawili. Ismail ni mtoto wa Ibrahim, Ismail. Alafu Yaqub ni mjukuu wa Ibrahim. Sasa katika kutokana na Ismail Waarabu hapo, kutoka kwa Yaqub wakaja bani Israil ambao pia nao ndio tunazungumzia. Walakatanawabu ala wirathati al-ardh al-maw'uda, hakika walipeana zamu juu ya kurithi hii ardhi walioahidiwa. Wirathatu shar'iyya, hakika kila mmoja alikuwa nafasi na kupeana zamu ya kuirithi ardhi, kurithi kisheria, hasba istimsakihim bidini alqawim, kufuatana na namna kila mmoja atakavyoshikamana na dini ya sawa sawa. Falwa'du, ahadi waliahidiwa Ibrahim na kizazi chake aliposema wa min dhurriyyati laysa murtabita bijins, ahadi
haifungamani na jinsia au irq au laun au rangi, hata yadai al-arab li'urubatihim, ili waarabu eti wadai wao ndio wenye haki ya ardhi ile kwa sababu ya waarabu wao, au liyahudi liisrailiyatihim, au wadai mayahudi kwa sababu ya Israeli, kwa sababu wao ni wa bani Israeli. Hapana, walakinahu murtabita, lakini ahadi hii inafungamana bimanhajil haq. Nani atakuwa katika manhaji ya sawa, nani atakuwa katika njia ya sawa, ndio ahadi iko hivi. Falaisa lahu mithqala dharra, faman hada an manhajil haq, atakayegeuka na kupinda akaacha njia ya sawa, manhaji ya sawa, falaisa lahu mithqala dharra min wirathatil ardh, hana hata chembe ndogo ambaye anataka kupata kutokana na kuweza kuirithi hiyo ardhi iliyoahidiwa, al-ardhul muqaddasa, hatta law wulida fiha ajdaduhu wa asha fiha ahfaduhu, hata kama babu zake wamezaliwa hapo na wameishi wajukuu wengi hapo na familia yake nzima, hana hata mithqala dharra ya kupata kipanda katika ardhi hiyo. Fa laysa milk al-irqiyya au tarikhiyya, kwa sababu ardhi hii sio miliki maalum kama mimi kutoka familia yangu au historia yangu, bal aqlu milkiyatiha, bali kila mmoja ili aweze mkataba wa kumiliki hiyo ardhi, mamnuhu lisamfi wahid, ni aina kundi moja tu ndio unatakiwa wapewe ardhi hiyo. Wahum almuttaquna almuwahhiduna min ibadillah, nani wale ambao cha Mungu, watu wa tauhidi katika waja wa Allah. Qala ta'ala, Allah anasema innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu muttaqin. Allah anasema innal arda, hakika ardhi yurithuha man yasha'u min ibadi, atawaridhisha anawataka katika waja wa Allah, katika min ibadihi wal aqibatu muttaqin. Wa tilka al-ardh, ardhi hii ambayo tunaizungumzia, alwasi'a, ardhi pana kabisa ambayo tutaiona ilivyo ikhwani fillah, allati jaa bi sha'niha alwa'd, ambayo limekuja kwa ajili ya ardhi hii ahadi, tahwi baina ahdaniha, ardhi hii. Allah anasema subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa. Nani mwenye haki ya ile ardhi? Kila mmoja anadai, Waarabu wanadai wana haki yao, ni haki yao kwa sababu wao kuna familia zao, kuna ndugu zao, kuna babu zao. Israeli wanadai na wao hapana, wao pia wana haki yao na nini, wao wana babu zao. Sasa mzozo upo. Kwa hiyo paka vita inaendelea kila siku Palestina. Mayahudi wanadai ardhi yao, Waarabu nao wanadai ni yao. Waislamu nao ni lipi sasa? Je, kinachoendelea Palestina na nini kwamba ni mambo tu ya kila mmoja anadai eneo lake, au kuna leo Uislamu na dini yetu na itikadi yetu tutatakiwa sisi tuamini nini? Kwa hiyo wahum muttaquna almuwahhidun min ibadillah, kama Allah alivyosema. Wa tilka al-ardhu al-wasi', ardhi hii pana, ardhi hii ambayo imekuja ahadi, tahwi baina ahdhaniha ardhaini muqaddisataini, aba ardhi imebeba, imekusanya ardhi mbili tukufu inda Allah ta'ala, ardhi mbili tukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad irtabata bihima ash-sha'air wa shara'i al-adyan sahiha, imeambatana na kukusanya hii ardhi sharia na nembo na dini sahihi. Wa huma ardhul Hijaz wa ardhu Sham, nani ardhi ya Hijaz wa ardhi Bait al-Maqdis. Kwa hiyo kuna ardhi al-Hijaz sababu Maka au hasa mwanzo ilikuwa inaitwa Hijaz. Kwa ardhi ya Hijaz kama ilivyokuja katika riwaya za hadithi, na ardhi ambaye ardhi Bait al-Maqdis ambayo ndio hii Palestina. Wa qudusiyatuhuma azaliyatun abadiyya, utukufu wa ardhi hizi mbili ni utukufu azaliyatun abadiyya, wa mwanzo kabisa kuanzia mwanzo, bitakdisi llahi bihima, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndio amefanya ardhi hizi utukufu. Wa hufat bihima, na pia zimezungukwa na mambo mazuri makubwa matukufu ardhi hizi. Yumathilu hal ardhu mumtad min nil sharq ila Furat, ina ardhi hii kuanzia Nile, mto Nile
mashariki kwenda paka Furati. Wal ardhu mumtadda min shimali Sham, na ardhi ambayo tayari urefu wake kutoka kaskazini mwa Sham ila janub jazirat al-Arab, paka kusini katika jazirat al-Arab. Na tutaangalia katika wanachuoni ukizungumzia hudud na mipaka yake. فهذه الأعراض إخواني في الله هي حمى الأرضين، أرضيز المقدستين، أرضيز التكوف أما الله أمزفايا تكوف لو أرض mbili بين المقدس والحجاز، كاتيا مقدس وحجاز. والقداسة كانت في الزمان قبل البعثة، وتكوف أرضيز mbili zilikuwa kabla hata Mtume صلى الله عليه وسلم hajapewa utume. مركزة على بيت المقدس وما حول بهما، kuanzia بيت المقدس utukufu wake na pia vile vile na pembezoni mwake. Irtabatwa shara'il anbiya'i sabiqin, kwa sababu kulikuwa na sharia ambazo za mitume waliotangulia. Julluhum min bani Israili, wengi walikuwa bani Israili ardhi hii. Na ndio Allah asema ya bani Israil اذكروا نعمة الله نعمتي عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، kumbukeni neema zangu juu yenu, lakini mimi wa anni faddaltukum ala alalamin, mimi nimewafanya kuwa ndio tukufu kuliko dunia nzima. Bani Israeli ni kina nani? Watoto wa Yaqub ndio bani Israeli. Sasa ardhi hii ambayo tayari tunazungumza, falamma jaa al-islam, Uislamu ulipokuja, irtabata rukunani min shara'i, ukafungamana kati ya nguzo mbili katika sheria za Kiislamu, bi Makkah al-musharrafa, Makkah tukufu, na tayari wa huma salat wal hajj, ikawa watu lazima waswali hapa katika Makkah na waenda kuhiji katika ardhi hiyo tukufu, ardhi ya Hijaz, ikawa ndani yake hiyo Makkah katika swala. Tarakaza takdis al-Islamu ala Makkah, Uislamu ukazungumzia na utukufu juu ya Makkah, walakinahu lam yantafi an Bait al-Maqdis, lakini pia bado utukufu wa Bait al-Maqdis ukaendelea kuwepo vile vile. Al-muqaddasa ma bakia samawati wal ardh, muda kuwa mbingu na ardhi zitakuwepo, baada ya ardhi ya Bait al-Maqdis itaendelea kuwa tukufu vile vile. Walihadha awratha Allah ta'ala al-umma, na hapa sasa Allah subhanahu wa ta'ala akawarithisha umma allati taarifu laha hurmataha, ambao wanajua ardhi utukufu wake ardhi hii wa qudusiyatiha ardhi hii. Fatanha anha anil kufri al-yahud, ili wakatae ambayo kufri wa mayahudi ambayo iko katika hiyo ardhi, wa shirki an-nasara allati dana biha an-nasara, innahu la yasihu inda Allah, haisihi mbele ya Allah, wasalihuna min ibadillah, na watu wema katika waja wa Allah, ayubada ghaira ilah, abudiwa katika ardhi ya Baitul Maqdis isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au yu'azzam siwa fil ardi allati qaddasaha wa sharrafaha, katika ardhi ambayo Allah ametukuza, amefanya ardhi tukufu. Wasalihuna min ibadillah wal anbiya wa atba'il anbiya fi kulli makan wa zaman, na watu wema katika waja wa Allah, katika mitume na watu wema na wafuasi wa mitume kila zama na kila wakati. Makana lahum, ilikuwa haikufaa kwa ayardau an tuhawwal masajid al-kubra, igeuze misikiti mikubwa, midianati sahiha, kutoka katika dini sahihi, ila amakin tumarisu wathania wa tuqamu fiha, kugeuza katika sehemu ambazo kuna wathania, kuna masanamu katika nini. Watu wema walikuwa hakuridhia hilo na sharai al-kufriya, walihadha fakad kana yabduluna arwahahum, walikuwa wanatoa roho zao na damu zao, liyahulu duna talwithiha, ili izichafuliwa ardhi hizi tukufu Makkah na Baitul Maqdis. Al-amri bi amri Allah lahum wa hum la yardawna aidan, pia hawaridhi vile vile an tuhawwal al-bilad allati tahwi tilka al-masajid, kugeuzwa hii miji ambayo tayari imekusanya misikiti, ila autari al-mushrikin, hiyo ni sehemu za washirikina, au vile vile au diyari al-kafirin, au ni sehemu ambazo za makafiri. Fa inna dhalika fawqa annahu yudannisu al-a'rad al-muqaddasa, achilia mbali wanachafua ardhi tukufu,
fa yuhaddidu almasajid at-tahira, kisha inawezekana ukageuza msikiti mitukufu mundu fatihi Makkah, kuanzia Makkah kufunguliwa, watatuhiru aljazira kulliha, na kuitahirisha jazira yote ala ahdi rasul, kuanzia wakati wa mtume alayhi salatu wasalam. Thumma shuruu fatih Sham, kisha kufunguliwa Sham vile vile fi ahdi Abi Bakr radhiyallahu anhu, ila an tamma fatih Bait al-Maqdis, paka kuja kuifungua Bait al-Maqdis vile vile fi ahdi al-Faruq Umar, katika wakati Umar radhiyallahu anhu Bait al-Maqdis ikafunguliwa. Alladhi atlaka al-juyush, ama Umar alipeleka jeshi ikafunguliwa Bait al-Maqdis sharqan ila ardh al-Firat wa wajaha gharban ila ardh al-Nil. Jeshi lienda katika ardh al-Firat kwenda katika ardh al-Nil vile vile, ambapo Nil kuanzia mto Nile. Bihadha lam yamdhi ahadu an-nubuwa, haukumalizika wakati wa mtume na zama za utume, wakati wa mtume wal khilafa ar-rashida, illa wakati tahaqqaqa al-wa'd ilahiyya, tayari ahadi Allah ilikuwa tayari imeshatimia, liwirathati al-ardh, kuirithi ardhi al-ma'uda iliyoahidiwa as-salihina, na watu wema, min dhurriyyati Ibrahim alayhi salatu wasalam, katika kizazi cha Ibrahim alayhi salatu wasalam, baada inihai saitarati min kufri, baada ya kumaliza kufuru ambayo iliyokuwepo hapo katika kizazi ambacho tayari kimegeuza ardhi hii, baada ya kuwa mwanzo walikuwa watu wema. Kwa hapo sasa, kama Allah alivyosema, qala ta'ala, wa man kafara fa umatihu qalila thumma tarruhu ila adhabin nar wa bi'sal masir. Atakaye kufuru sasa, fa umatihu qalila thumma atarruhu ila adhabin nar wa bi'sal masir. Qad yahtaju lahitaji jambo hili tafsiri akthar, wa fima yualliku bi ardhaini almuqaddasatayn, katika jambo ambalo linafanana na kuzungumzia ardhi hizi mbili ambazo tukufu, dakhil fi ardhi al-kubra, ambazo zinaingia katika ardhi kubwa. Fima yataalaku al-mumtadda min Nail ila al-Furat, ambayo kutoka Nail kuja katika Furat. Fa inna dhalika su'inu kathira ala fahmi ab'adul ahdath, kujua jambo hili litakusaidia kufahamu ahdathi almutaallika bihima, matukio ambayo yanaambatana ardhi hizi mbili, tarikhia, historia, wa qadiman wa tarikhia, na mambo hivi sasa. Wanahanu amama ardhaini, sisi tuko katika kuzungumzia ardhi hizi mbili almutajawiratayn, ambazo zimepakana. Jala Allahu mubarakatayn, Allah amejali ardhi hizi mbili zenye kubarikiwa. Wajala likulli minhuma khususiyya, na kila ardhi katika hizi mbili kila moja imejaliwa ina jambo lake maalum. Walikulli minhuma fadha'il, na kila ardhi katika hizi mbili kila ardhi yake ina ubora. Fakhtara ardhu Sham, Allah amechagua ardhi ya Sham vile vile, wakhtara ardhu jaziratul arab, na amechagua ardhi ya jaziratul arab ama inaitwa ardhul Hijaz, kama Qur'ani ilivyo, subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa. Kwa kuna ardhi Sham na kuna ardhi al-Hijaz, ardhi hizi mbili. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, fa idha takhayyalnahuma, tunapoziangalia ardhi hizi mbili, dairatayn kabiratayn, ardhi hizi pana kabisa kubwa, ikhtassa wa ashraf wa adhar, ardhi takatifu. Faljaziratul arabiyya, mfano ardhi jaziratul arabiyya ambayo daira kabira, ni ardhi pana min al-ardh, ikhtara Allah ta'ala wa khassaha bifadha'il, ala kaichagua na akaihusisha kwa mambo bora mengi, fadhila mbalimbali, na kuwa fahia watanul Islam, ni sehemu ya Uislamu ambao tayari hata mahujaji wanaenda kuhiji kule, kwa sababu ndio watanul Islam. Ikhtarahu mahadul lidawa, kisha Allah amechagua jazira kuanzia Hijaz, ndio dawa ya mtume ilianzia pale, Uislamu ukaenea duniani. Afdhal anbiya, katika bora katika manabii ambaye ni mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Wa mahbitu afdhalil malaika, na ndio sehemu ambao bora katika malaika waliteremka sehemu hiyo al-Hijaz. Wa mutanazzala afdhalul kutub, na pia ukateremka vitabu katika kitabu bora katika vitabu vyote, Qur'an.
wa darul khair ajyal albashariyya, na ndio sehemu ilikuwa bora katika watu wema baada al-anbiya, baada ya mitume alayhi salatu wasalam, wa hum sahabatu rasulillah alayhi salatu wasalam, na ni maswahaba wa mtume alayhi salatu wasalam. Yadullu ala khususiyatihi, jambo ambalo linafahamisha juu ya kuhusishwa ardhi al-Hijaz. Inna Allah tabaraka wa taala arada khalisan baada an ba'athati ar-rasul lit-tauhid, alitaka ardhi hiyo safi baada ya mtume alayhi salatu kuletwa, kama qala alayhi salatu wasalam, kama mtume alivyosema, la yajtamiu dinani fi jazirati al-arab, hazikutani dini mbili katika jazirati al-arab. Rawi al-Bukhari wa Muslim, hadithi amepokea Imam Bukhari na Imam Muslim. Na huko hapo wala hadha kana jihadu ar-rasul kulluha takriban takhlis min dunihi min wathaniyat al-jahiliya, ikawa mapigano ya mtume yote kuitakasa ardhi hii tukufu. Wakati amara litatuhiriha min shirkiyati wal kufuriyat, akaamrisha itoharishwe na shirki vile vile ardhi hii, shirki al-yahudi wal nasara, kama qala alayhi salatu wasalam, kama mtume alivyosema katika hadithi aliyopokea Imam Muslim, la akhrijanna al-yahuda wan nasara min jazirati al-arab, tabidi watolewa mayahudi na nasara katika jazirati al-arab, hatta la ada illa muslima, asibaki isipokuwa muislam. فالجزيرة العرب جزيرة هي إخواني في الله دائرة كبرى, ni sehemu kubwa, wadakhiluha dairu asghar, ndani yake kuna sehemu ndogo upana wake, lakini kuna sehemu ndogo katika upana wake ya ardhul Hijaz. Tukizungumzia al-Jazira ndio ardhul Hijaz almustamila ala arad al-haramain asharifain, ambayo imekusanya sasa haramu mbili, Maka na Madina, msikiti wa Maka na msikiti wa Madina. Ndani yake kuna haram, kuna sehemu takatifu, sehemu hizo katika hiyo Hijaz min sharifain. Wa min fadlihima annahuma ma'awa ahlul iman, katika ubora wa sehemu hizi mbili ndio sehemu ambayo tayari wanakimbilia watu wa imani. Kullu mashtadda alfitan, kila fitna zikiwa kubwa, wataqaraba zaman, na kiyama kusogea kukaribiana. قال عليه الصلاه والسلام, ثم anasema inna al-islam bada gharib wa sayaudu ghariba, uislamu umeanza mgeni wa sayaudu ghariban kama bada, wa ya'ruzu baina al-masjid kama ta'ruzu al-hayyatu fi juhuriha. Rawahu Muslim. Uislamu umeanza mgeni, pia utarudi ugeni huu kama ulivyokuwepo. Kwa fitna ikizidi sasa, watu wanakimbilia katika hizo sehemu Maka na Madina. Ndani ya Maka kuna Al-Kaaba, na ndani ya Madina kuna msikiti wa Mtume alayhi salatu wasalam, msikiti mtukufu vile vile, ambao ndani ya ule msikiti pia kuna haramu nabawi, kuna haramu ya Mtume alayhi salatu wasalam. Wa dakhil ardh al-Hijaz, na ndani ya ardh al-Hijaz vile vile kuna dairatani, kuna sehemu mbili pia, ilhidahuma al-Madina, ndani yake kuna Madina wa al-Haram, na ndio sehemu tukufu bihududiha, kwa mipaka yake. Fima baina al-Harra wa dakhil Madina, na ndani ya Madina kuna dairatun asghar, kuna sehemu ndogo pia, wa ashraf wa aqdas, sehemu tukufu zaidi, wa hiya ardhul haram, vile vile an-nabawi asharif, ni sehemu tukufu ya Mtume alayhi salatu wasalam, alladhi tudhafu fiha, amba kunazidishwa ibada mtu salawati wa qasdu biziyada, amba mtu akiswali pale swala anazidishwa au zinaongezewa zaidi. Mtu akiswali katika msikiti wa Mtume anapata zaidi kuliko akiswali katika msikiti mwingine. Na pia waqsadu biziara, na pia mtu akitaka ziara kwenda Madina pia anakusudia, mimi natoka hapa nataka niende katika msikiti wa Mtume, nikazuru msikiti wa Mtume alayhi salatu wasalam. Wa fiha yarqudu atharu khalqillah, na ndani yake wamelala moja katika watu watakatifu katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, akiwepo Mtume alayhi salatu wasalam na Abu Bakari na Umar, wamezikwa katika sehemu ile, katika sehemu ya Mtume alayhi, katika sehemu ya haram, katika sehemu ya masjid. Lakini wakati huo haukuwa msikiti, baada ya kupanuliwa ikawa kana kwamba ndani ya msikiti, lakini umetanganishwa na ukuta. Sasa hivi ukawa uko nje, kwa sababu Mtume alizikwa katika chumba cha Aisha radhiallahu anha. Sasa katika utanuzi wa msikiti ikawa tayari msikiti watu wamekuwa wengi, ikawa sasa ndani yake kana kwamba watu wanapoenda wanaona kana kwamba kaburi ya Mtume iko wapi,
ili aweze kusalimia asalamu alayka ya Rasulullah, akimaliza asalamu alayka ya Abu Bakr, asalamu alayka ya Umar, anaelezewa huko, na tayari kuna ukuta ambao umetenganisha kati ya msikiti na kati hiyo sehemu ambayo ziko Mtume alayhi salatu wasalam. Kisha alati qala anhu alayhi salatu wasalam, ambapo Mtume amesema ma baina baiti wa mimbari rawda min riyadil janna, kati ya nyumba yangu na kati mabaina baiti, kati ya nyumba yangu wa mimbari na mimbari. Mimbari ni sehemu ambayo Mtume sallallahu alikuwa tayari asimama hapo na swali. Mtume anaeleza kati ya nyumba yangu na kati ya mimbari yangu kuna rawd min riyadil janna, kuna bustani katika bustani za peponi. Muislamu anapokwenda Madina kwa ajili ya kufanya ibada na ziara, wengi wanakimbilia pale. Ukiondoka tu tayari unakuta kumeshajaa. Yani kila mmoja anatamani, kwa sababu ni sehemu tukufu na ni sehemu pia vile vile malipo yanazidi, na ni sehemu ya aina pekee yake kutokana na at-tahara wa aqdas, kutokana na utukufu wake. Mtume alayhi salatu wasallam anasema kati ya nyumba yangu na kati ya mimbari kuna raudh, kuna bustani katika bustani za peponi. Kila mmoja hujaji akienda au anataka kufanya ziara, kaenda Madina, anataka aswalie ile sehemu ya pale. Kwa hiyo utaona utukufu wa hiyo sehemu vile vile katika hicho ambacho tunachokizungumzia. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasallam anasema kati ya mimbari yangu, kati ya nyumba yangu na vile vile na mimbar rawdhu min riyadil janna, rawahu al-Bukhari, hadithi imepokea Imam Bukhari. Amma daira al-kubra dakhil ardh al-Hijaz, ima sehemu kubwa sasa ambayo inaingia kati ya ardhi Hijaz, fa hiya al-Makkah al-Mukarrama, ni Makkah tukufu, bihududiha maarufa, kwa mipaka yake ambayo inajulikana. Wa hiya ahabbu al-bilad ila Allah, ni katika miji ambayo Allah anaipenda zaidi. Wa dakhiliha, na ndani ya Makkah katika Hijaz kuna dairatu asghar, kuna nafasi ambayo pia ndogo, wa hiya Makkah na ndani ya Makkah sasa ndani yake kuna Makkah kati ya ardhi Hijaz. Makkah al-ardh al-muhit bil-Kaaba, ambayo ndani yake pia inazungukwa na al-Kaaba. Ardh al-haram allati qala Allah ta'ala fiha, amba Allah amesema katika Qur'an, inna awwala bayt udhiya lin-nas lalladhi bi Bakkah mubaraka hudan lil-alamin. Inna awwala bayti udhiya lin-nas, haka nyumba ya kwanza iliyowekwa ikajengwa kwa ajili ya watu, Allah kazungumzia Bibakka, ay Makkah. Ni Makkah ambayo iko katika Makkah tukufu, ambayo ndani yake mubarakan wa huda lil alamin. Wa dakhil Makkah, na ndani ya Makkah vile vile ikhwani fillah kuna dair asghar, kuna sehemu ndogo pia, wa aqdas wa ashraf, ambayo tukufu zaidi, wa yasahatu muhitu bil Kaaba, ile sehemu ambayo imezunguka al-Kaaba pale. Ile sehemu ile ni sehemu tukufu zaidi. Walmustamila ala maqam Ibrahim alayhi salatu wasalam, pia imekusanya sehemu ambayo maqam Ibrahim ambayo ipo kwa watu wanakwenda kule pia, maqam Ibrahim alayhi salatu wasalam. Al-Hutim wa bi'r Zamzam, na Hutim na bi'r Zamzam ambao kisima cha Zamzam. Kisha wafadhailuha maarufa, ubora wake unajulikana. Wa dakhil tilka dawair, na ndani ya sehemu hiyo mzunguko huo kuna dairatun asghar, kuna sehemu ndogo zaidi, walakinaha aqdas wa afhar, lakini takatifu zaidi. Wa hiya al-Kaaba, na ni al-Kaaba allati naqsud biha fi salawatina, ama tunakusudia katika swala zetu kuelekea al-Kaaba, wa duaina, katika dua zetu tukiomba, wa manasikina, katika ibada zetu. Wa aqdas ma fiha, na sehemu ambayo bora zaidi pia tukufu zaidi, al-Hajar al-Aswad, jio hilo jeusi pia vile vile, alladhi nataqarrabu ila Allah bitakbilihi wa istislami, ama tunajikurubisha kwa Allah kwa kulibusu hili jiwe vile vile, na kama huwezi kubusu basi hata kuashiria kutokana na msongamano wa watu wakiwepo ndani hiyo, kama Allah subhanahu wa ta'ala ama anazungumzia katika aya mbalimbali. Na katika ardhi hii, ardhi ya thumma naati daira al-kubra al-ukhra, kisha tuje katika sehemu pana sasa kubwa, wa ardhul wadhiya, ardhul wasiya baina Nil wal Furat, ardhi ambayo ni pana kati ya Nil na kati ya Furat. Sasa kwa nini maudhui tunaipanga tuizungumze? Kwa sababu katika mambo ya itikadi
mtu Muislamu aitakidi na amini kwamba ndani ya dunia kuna sehemu takatifu. Moja katika sehemu takatifu ajue kuna Maka, ndani yake kuna Al-Kaaba, ambapo sisi tukiswali tunaelekea huko. Lakini pia Baitul Maqdis pia ni sehemu takatifu, msikiti huu pia. Sasa ni nani mwenye haki huu msikiti? Kwa sababu watu watafautiana na dini mbalimbali, kila mmoja anadai ana haki miliki katika sehemu hili. Sasa je, Waarabu ndio wenye haki miliki kwa sababu ya Waarabu wao, au Bani Israeli ndio wana haki kwa sababu ya Israeli yao, au ni nani mwenye haki? Katika hali hii mtu akijua atajua sasa kina nani, kwa sababu atakapodai mtu kwamba Waarabu ndio wana haki kumiliki ule msikiti, atakuwa amepotosha historia na atawapa nafasi wengine pia wadai pia. Lakini hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia Ibrahim alayhi salatu wasalam kwamba inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibrahim nataka kukujalia kwamba wewe kufanya wewe ndio kiongozi. Ibrahim na watu wote katika hizi dini tatu kila mmoja anamjua Ibrahim. Waislamu tunasema tunamuita Ibrahim, wasiokuwa Waislamu kile tunaita Abraham. Hata Mayahudi pia wanamkubali Ibrahim ni nani. Kana kwamba watu wote watatu wenye dini tatu hizi wanaungana kwa huyu baba mmoja ambaye ni Ibrahim. Sasa je, nani mwenye haki ya ardhi hii? Al-Yahud, Al-Nasara, Al-Muslimuna katika hizi dini tatu. Jambo la itikadi mtu aamini hivyo. Haiwezi kuamini kama jambo halijui. Kwa kauli hadha billahi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد. katika jambo la itikadi al-Aqsa am al-Haykal, katika mambo ya kuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuumba dunia kuna sehemu mwenyewe amechagua zio ndio sehemu takatifu tukufu. Kwa katika utukufu kuna al-Baitul Maqdis, katika tukufu kuna Hijazi, ndani ya Hijazi kuna Maka na Madina. Kuna msikiti wa Maka ambao mtukufu na kuna msikiti wa Madina ambao ni mtukufu. Kwa Waislamu wanaamini misikiti mitatu ndio misikiti mitakatifu duniani. Na Mtume sallallahu akasema la tushaddu rihal, hauruhusiwi kufunga msafara kwa ajili isipokuwa kwa ajili ya misikiti mitatu, Maka na Madina na Baiti al-Maqdis. Na pia hata ibada mtu akifanya msikiti wa Maka akiswali swala moja sawa na mtu ameswali swala 100 katika misikiti mingine. Akiswali katika msikiti wa Mtume alayhi salatu wasallam swala moja inakuwa pia ubora wake tofauti na misikiti mingine. Akiswali katika msikiti wa Baitul Maqdis swala moja unazidiwa zaidi ya swala karibu 1500 kama sijakosea. Thumma nati au 1000. Msikiti wa Madina sawa sana msikiti mwingine uswali swala 1500. Msikiti wa Baitul Maqdis swala 1000. Thumma nati ila dairatul kubra, kisha tuja katika nafasi kubwa sasa wa ardhul wasiya, ni ardhi pana baina an-Nil wal Furat, kati ya Nili na Furat. Fala shakka ikhwani fillah anna tilka al-ardh khususiyya, ardhi hii pia ardhi ya Sham ina khususiyya, wayadullu ala dhalika qawlu alayhi salatu wasalam, na nafahamisha juu ya hilo katika kauli ya Mtume alayhi salatu wasalam kama fi sahih Muslim, kama ilivyo katika sahih Muslim. Mtume anasema an-Nil wal Furat kullu min anhari al-janna, Nil na Furat zote ni katika mito ya peponi. Mtume alayhi salatu wasalam. Wadakhiluha dairatu asghar, ndani yake kuna sehemu ndogo pia, walakinaha aqdas wa athhar wa ashraf, lakini sehemu takatifu zaidi wa ardhi Sham. Nani ardhi Sham? Idhi annana najidu laha khususiyya, sisi tunakuta katika ardhi ya Sham
ina mambo ambayo inahusika nayo, imehusishwa nayo. Wa fadl fahiya al-ardhu al-mawsuf bil-qulusiyya, ni ardhi ambayo imesifiwa kwa utukufu wal baraka, na ardhi ambayo ina baraka nyingi kama ambavyo tutasoma katika aya ambazo katika maendelezo hotuba unaoendelea katika aya mbalimbali kuzungumzia baraka za ardhi hiyo. Fi kathiri min ayati al-Qur'an, tutaziona katika aya nyingi za Qur'an. Qala ta'ala, Allah anasema kuhusu Ibrahim alayhi salatu wasalam, wanajaynahu wa lutan ila al-ardh allati barakna fiha lil'alamin. Aya kwanza hii yazungumzia kuhusu ardhi ambayo barakna fiha lil'alamin, ardhi ambayo Allah amefanya ardhi tukufu juu ya ulimwengu mzima, ardhi hiyo katika wakati wake. Kisha waqala an Musa, kisha Allah anasema kumzungumzia Musa alayhi salatu wasalam kwa bani Israili. Ya qaum, Musa anawaambia watu wake bani Israili, ya qaum udkhulul ardha almuqaddasata allati kataba Allahu lakum. Ardhi almuqaddasa, ingieni katika ardhi tukufu ambayo Allah amewaandalia kwenu. Wa dakhil tilka da'ira alkubra, na ndani ya eneo hili kubwa, eneo hili ikhwani fillah, kuna dairatani, kuna sehemu mbili pia. Ihdahuma Sina, moja wapo kuna inaitwa Sina alladhi nazala alwahyu, ambao wahyu umeteremka juu ya Musa alayhi salatu wasalam katika Sina, kwani sehemu tukufu pia Sina. Wa Tur wa Zaituni wa Tur Sina, kuna Sina ambao Musa alayhi salatu wasalam wahyu alipata akiwa katika sehemu hiyo, kuchaguliwa kuwa na mtume alayhi salatu wasalam. Faanzala Allah tabaraka wa taala wa ajra ala yadayhi mujizatu kathira. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha maneno yake na akapitisha katika hiyo sehemu muujiza mingi kutoka katika mkono wa Musa alayhi salatu wasalam. Fi tilka al-ardh allati aqsama Allah biha, katika ardhi ambayo Allah ameiapa katika Qur'an, watini wazaitun wa turi sinin wa hadha al-balad al-amin. Kwa kuna tin, kuna zaituni, kuna waturi sinin, kuna Sina kwanza, ardhi takatifu ambayo sehemu hiyo. Wa dakhiluha dakhilatun asghar, ndani yake kuna sehemu ndogo. Wa aqdas wa ashraf, na ni sehemu takatifu. Wa mantikatu Tur, na ni sehemu inaitwa Tur. Wa Tur Sinin, na sehemu ambayo inaitwa Tur vile vile, sehemu takatifu hiyo. Allati kallama Allah ta'ala Musa, amba sehemu hii sasa Allah ndiye amezungumza na Musa hinda jabalia, katika mlima huu, mlima wa Tur. Allah alizungumza na Musa alayhi salatu wasalam. Faqala ta'ala, Allah akasema, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arni anzuru ilayhi. Sehemu hii sasa Musa alizungumza katika mlima huu wa Tur, alizungumza na Musa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sehemu hii pia ni sehemu takatifu vile vile. Wala ardhu Tur khususiyya, ardhi hii ya Tur, hiyo Tur ina mambo ambayo yanahusiana nayo fi akhir zamani, katika mwisho wa zama. Ardhi hii fa hiya al-ardhu allati sawfa yatahassanu almu'minuna almuwahhiduna fiha, ni sehemu hii waumini watajificha katika sehemu hii katika wakati wa Isa alayhi salatu wasalam. Katika Uislamu tunaamini Isa hajakufa, bali moja katika alamatu saa, katika dalili za kiyama, atakuja Isa alayhi salatu wasalam. Akija wakati huu tayari waumini wote watakuwa naye Isa alayhi salatu wasalam. Lakini wakati huko kutokana na kiyama, kuna viumbe ambao wanaitwa Juja wa Majuja, ambao nao hawa ni wakali na ni wengi. Wakati huo watajitokeza sehemu hii, Isa pamoja na waumini watajificha sehemu hii, kwa sababu hawawezi kupambana na viumbe hawa Juja wa Majuja. Kwa hiyo sehemu ambao watajificha almu'minuna almuwahhidun, waumini ambao wenye tauhidi, fiha ma Isa alayhi salatu wasalam, pamoja na Isa inda wakati watakapodhihiri Juja wa Majuja. Limantiqa ash-sharq al-awsat yadullu ala dhalika al-ahadith sahih, hadithi nyingi ambazo zinafahamisha juu ya jambo hili. Pia hii ni sehemu takatifu vile vile. Wa amma da'ir ukhra, ima sehemu nyingine, hiya ardhu Baitul Maqdis,
ni ardhi ya Bait al-Maqdis ambayo ni Palestina allati ittakhadhaha Suleiman alayhi salatu wasalam qaida al-mamlaka, sehemu ambayo Suleiman alifanya ndio sehemu yake kubwa katika mamlaka yake, alifanya ndio mji wake mkubwa Suleiman alayhi salatu wasalam. Wadakhiluha da'iratu asghar, ndani yake pia kuna sehemu ndogo, wa madinatu al-Qudus, na ni mji ambao unaitwa al-Qudus, mji ambao unaitwa al-Qudus. وهي منطقه الواقع داخل اسوار الاقصى, ni sehemu ambayo ipo juu ya kuta za Aqsa. وهي التي usila birrasul alayhi salatu wasalam, na hapa sasa ndio mtume alipopelekwa katika sehemu hii. Ukisoma katika aya subhanalladhi asra biabi, mtume alipopaka katika safari ya Isra, sehemu hii ndio alipokuwepo. Sehemu hii pia ni takatifu vile ambayo inaitwa Aswar al-Aqsa. Ila hapa sasa mtume alipofika katika sehemu hii, warabata al-buraq fi Suria, alifunga ngamia yake katika sehemu hii. Katika ukuta huu mtume sallallahu aliweka buraq ambaye aliyokuwa nayo katika mnyama huu aliyokuwa nayo mtume alayhi salatu wasalam. Wadakhiluha, na ndani yake pia kuna da'iratun asghar, kuna sehemu ndogo ashraf wa aqdas ambayo ni tukufu zaidi, wa hiya almantiqati allati tahwi makana almasjid, ni sehemu ambayo inakusanya msikiti huu Masjid al-Aqsa alladhi salla ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ambapo mtume aliswali na akawasalisha mitume wote katika sehemu hiyo. Ni sehemu tukufu vile. Kisha wasakhara allati urija minha, na pia kuna jiwe ambapo Mtume salama alipandia pale katika safari ya Miraj, kunaitwa sakhara jiwe hili. Wasakhara allati urija minha ila samaa, fasakhara tastamiddu khususiyan min kauniha al-ardh allati biha yuraj minha ila samaa. Sehemu hii sakhara ina utukufu kwa sababu mitume zile sehemu ambao walikuwa wanapandia kwenda mbinguni. Sehemu hii pia ni sehemu tukufu, walaha afdal bila shaka, ni sehemu ambayo bora pasina shaka fi tarikh al-anbiya, katika historia ya manabii wote sehemu hii. Walakin laysa fi shariatina ibada, lakini katika sheria yetu hapa hakuna ibada mtu akifika pale aabudu, hakuna ibada almutaalliq biha abaina abatana na sehemu hiyo. Kwa nini ikhwani? Kadhalika ikhwani fillah, annama nuqaddisu nahnu almuslimun, kama nilivyotaja kwa uchache ambao tutaendelea naye, yale mambo ambayo sisi tunayaona ni matukufu tunayotukuza sisi waislamu fi tilka al-ardh, katika ardhi hizi ambazo nimezitaja, ardhi al-Hijaz na ardhi Bait al-Maqdis allati wa'ada Allah fi dhurriyyati Ibrahim, Allah amewaahidi katika watoto wa Ibrahim bil imama fiha, watakuwa ni viongozi. Yuqaddisu ahlul kitabu mithlahu, na pia ahlul kitabu pia sehemu hizi pia wanazitukuza vile, nao kwao ni sehemu takatifu vile. Ahlul kitabu pia nao hizi sehemu pia wanazitukuza fi tilka al-ardh, fam yushariquna fi nadhri fi tilka al-ardh. Ahlul kitabu wanashirikiana na sisi kuhusu kutizama ardhi hiyo, wama fiha bi'aini taqdis, wanatizama kwa jicho la utukufu kama ardhi takatifu wa takrim. Ghaira anna muntalaqatihim ghaira muntalaqatina, isipokuwa namna yao, kwamba namna wanavyoleta tasawur na namna wanavyoelezea tofauti na tunavyoelezea sisi. Wa tasawuratihim ghaira tasawuratina wa masadirahum ghairu masadirana, hata machimbuko yao tofauti au dalili zao tofauti na dalili zetu, lakini na wao pia wanaona hizi ni sehemu takatifu vile. Lianna qaidahum ghaira qaidina, kwa sababu itikadi yao ni tofauti na itikadi yetu. Kwa hiyo sisi katika jambo la itikadi tunaitakidi ardhi hizi ni ardhi takatifu, na hao pia wanaitakidi ardhi hizi pia ni ardhi takatifu. Kwa hiyo hapa sasa, walidha fa inna da'ira al-kubra min Nil ila al-Furat, da'ira al-kubra sehemu pana kutoka katika Nil mpaka Furat, inda al-yahud ma tusamma bi ardh al-mi'ad. Ima mayahudi wanaita kama ardh al-mi'ad, ni ardhi ambayo wameidiwa wao, au Israeli al-kubra, au wanaita Israeli kubwa, min Nil ila al-Furat. Wa hadha hadaf, na hii ndio kubwa kwamba hatuati kwamba waona kwamba ni sehemu yao, sehemu takatifu.
Wadairu thani atali wadairu thani na sehemu ya pili hii ardhi Sham ni ardhi ya Sham pia na wao wanaendelea sehemu takatifu vile vile. Hadaful aqrab inda al-yahud, mayahudi wana sehemu kubwa na lengo kubwa, hiya allati bada'u biha bi'tisabihim ardh Palestina. Sababu ni ardhi yao takatifu, ndio baadaye wakaenda wakaipokonya ardhi ya Palestina kwa sababu ni ardhi takatifu katika mwaka 1980, katika mwaka 1948 miladia. Walati samuha biisrail, ambao kaita sasa ni ardhi ya Israel. Wadair allati tali, sehemu ambayo pia kwa mujibu wao ni tukufu, wa hiya al-Qudus. Pia Mayahudi wanaona sehemu Qudus ni sehemu takatifu kwao. Na ndio maana hata Trump yule alipoingia Qudus aliwapa Mayahudi, sema Qudus ni yao. Walati ahtaluha, ambao waliweza kuipokonya pia vile vile katika mwaka tuliotaja. Wa atlaqu alayha ismu, na pia wakawa wanaita kama ismu jina lao Oroshleel kama wanavyoita wenyewe. Wadairu allati tali, katika sehemu ambayo kwao ni tukufu pia ardhul muhit bil Masjid al-Aqsa, ni ardhi ambayo imezunguka Masjid al-Aqsa. Wa allati azala al-mabani, kisha wameondoa baadhi ya majengo allati fiha, ambayo yako ndani ya sehemu hiyo. Wanazau milkiyatiha min Filistin al-mu'minin, wakapokonywa haki yao ambao Palestina wakapokonywa, wakasema ni ardhi yao pia. Wadairu allati taliha, kisha sehemu ambayo inayofuata kwa utukufu kwa mujibu wao ardhul Masjid al-Aqsa, ni ardhi ambayo ndani yake kuna Masjid al-Aqsa wa Masjid Sahawa, na kuna Masjid as-Sahawa allati yudunaha ardhul haikal al-yahud, ndio sehemu ambayo tulikuwa kuizungumzia ambao wanaita al-haikal al-yahud. Kama tunasema katika anwani yetu al-Aqsa amul haikal wa asghar dawairiha, kisha sehemu ambayo ni tukufu ambayo ni ndogo kwa mujibu wao. Wa aqdasuha, tukufu hiya makano Sakhara, ni sehemu ya Sakhara. Sakhara tumesema ni sehemu ambayo mitume alayhi salatu wasalam walikuwa wanapanda kwenda mbinguni, mitume wote kwa ujumla. Na wapi sehemu ya Yahudi pia wanaona kwao pia ni sehemu takatifu. Haithu yaudunaha markazul qadasa, wanahesabu ni sehemu takatifu dahil al-haikal, ambayo iko ndani ya haikal al-muqaddas fi makani tusamma al-yahud, katika sehemu ambayo Mayahudi wanahitaji wanaita bi Qudus al-Aqdas, wanaita hivi Qudus al-Aqdas, sehemu takatifu zaidi. Wakadhalika la yanbaghi wa fillah an nansa anna al-yahud ummatan laha din, hazaki sisi tusahau kwamba Yahudi ni watu ambao wana dini, wa anna laha istimraru fi tarikh bihadha din, na wataendelea katika historia na dini yao hii hata akhiru zaman, mpaka mwisho katika kiyama kutokea. Kwanza mjue kwamba Mayahudi wana dini na dini yao wataendelea nayo mpaka akhiru zaman, mpaka mwisho wa zama. Kwanza mjue hili. Wala amru kadhalika binisbati an-nasara, pia vile vile kwa mujibu wa Nasara pia ni watu wana dini na dini yao itaendelea ila akhir zaman vile vile. Wartibatu ummataini bidiyanatihima, kuchanganya umma hizo zote mbili, na kila watu wana dini zao. Mayahudi wana dini yao, ma tahrifiha sayadhullu muqtarinan wa mutawazia min nahiyati zamania, itaendelea kuwepo dini zao kwa muda huu ambao uliotaja. Ma irtibati al-ummati al-muslima, pamoja pia na umma wa Kiislamu pia dini yao inaendelea bidini al-Islamu al-qawim, na wana dini takatifu ya Kiislamu. Walihadha kana siraa fima madha diniyan qaidiyan, ndio maana kuanzia mwanzo mapigano yalikuwa ya dini ya itikadi. Wasayadhullu bima baqiya dinan wa qaidiyan, yataendelea kuwepo mapigano haya ya dini ya itikadi. Washa Allah ayaqtarna bihadha ad-din, na Allah kataka akutanisha dini zote hizo. Irtibatu ad-din inda al-umam thalatha, katika watu aina tatu. Biwirathati al-muqaddasa min al-ardh, wote kwamba wadai sehemu ni yao. Waislamu wadai kwamba ardhi ile ni yao, Mayahudi wanadai ardhi ile ni yao, Manasara wanadai ardhi ile ni yao. Kwa Allah akataka kukutanisha umma huu ambao na dini tatu hizi katika sehemu moja. Waislamu wanatizama Baitul Maqdis kwa jicho la sehemu takatifu, Mayahudi wanatizama Baitul Maqdis sehemu takatifu, Manasara wanatizama Baitul Maqdis sehemu takatifu.
Allah anataka kukutanisha katika hali hiyo. Lakini irtibatu hii sasa istawra Allah ta'ala ila man kana alhaq minhum wa hadha alhaqiqa wa'd Ibrahim. Lakini Allah amewaahidi katika kizazi cha Ibrahim watakayekuwa kuitawala au kuwa sehemu yao ni wale watu ambao watakayekuwa tayari ni watu wema, kama Allah alivyosema katika surati al-Baqara, alladhi wa'ada Allah bi Ibrahim qala ta'ala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah anamwambia Ibrahim, nataka kujalia wewe ndio kiongozi katika watu wote. Ibrahim akasemaje? Wa min dhurriyyati, pamoja na kizazi changu. Sababu Ibrahim ana kizazi. Ibrahim alizaa mtoto akaita Ismail, ndio kwanza. Akazaa mtoto akaita Ishaqa. Kwa Ismail ndio kapatikana Waarabu. Kwa Ishaqa kamzaa Yaqub. Yaqub ndio akazaa Bani Israil. Kwa Israili ni Yaqub. Kwa hiyo watoto wa Yaqub wanaitwa Banu Israil. Hawa watoto wa Yaqub. Kwa hiyo wao walipokuwa ni watu wema, walikuwa na haki ya kumiliki sehemu ile mpaka walipokuwa wakaenda kinyume na mila ya Ibrahim. Kwa hiyo hapa nani mwenye haki tutaona sasa katika hutuba zinazokuja. Kwa hiyo Allah anasema inni ja'iluka lin-nasi imama, anamwambia Ibrahim, nataka kujalia kwa watu kwa kiongozi. Ibrahim anahoja qala wa min dhurriyyati, hata kizazi changu. Moja katika kizazi cha Ibrahim Ishaqa amzaa Yaqub akazaa watoto 12. Hao watoto 12 ndio wanaitwa Banu Israil. Yaqub mwenyewe anaitwa Israilu. Watoto wake wanaitwa Banu Israil. Wana wa Israili. Hawa sasa. Na hapa sasa wanatokana hawa Mayahudi sasa, kama ambavyo tutaona katika tarehe na historia hii, ambayo kuna haja katika jambo hili la itikadi tusimame wapi sasa? Tuamini nini? Sababu watu wasikao kama mtu haelewi. Ibrahim akamzaa mtoto kamuita Ismail. Kwa Ismail ndio kapatikana Waarabu pia. Kwa Ibrahim alipohoja wa min dhurriyyati, katika kizazi changu, Allah akasemaje? La yanalu ahadi dhalimin, kama ambavyo tutakuja katika tafsiri ya aya hii. Kwa hiyo utukufu huu na nani mwenye haki? Mwenye haki ni watoto ni Ibrahim na watoto wa Ibrahim. Watoto Ibrahim min dhurriyyati, lakini Allah akasema ndio. Tutakuja kuona sasa. Allah sema la yanalu ahadi dhalimin. Sasa hapa mwenye haki hii, baada ya kujua sitaona kumbe ardhi hii ambayo tayari ni ardhi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim, watu wote wenye dini tatu kila mmoja anajisimisha na Ibrahim alayhi salatu wasalam. Waislamu wanasema Ibrahim, moja katika nguzo zao za imani 6 ni kuamini mitume. Katika mitume kumwamini kuna mtume anaitwa Ibrahim. Bali Waislamu hata katika swala zao, katika kumswalia mtume, wanasema wanaanza kumswalia mtume alayhi salatu kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kwa maana ndani yao wanaona Ibrahim ni mtu muhimu, ni mtume mtukufu, na pia katika mila yake Waislamu kuna haja kufuata. Wasiokuwa Waislamu nao wanamuona Ibrahim ni abul anbiya, vile vile ni mtukufu Abraham, imama Yahudi au Manasara vile vile. Kwa watu wote tunashirikiana kuhusu kwa Ibrahim alayhi salatu wasalam kwa dini hizi tatu. Wal hadithi baqiya. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعدائك أعداء الدين، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.